Karibu katika matukio ya habari leo na huu ni muhtasari wake. Vijana 100 wadaiwa kutapeliwa kwa tangazo la kazi Iringa. Moja ya usafiri. Kwa hiyo tumefika hapa Iringa, hatuna nauli ya kurudi. Tumekuta waliotutumia ni hewa, hamna chochote kilichofanyika. Wakazi wa Kiesa Iringa walalamika migogoro ya mirathi. Hao ambao wengine ambao wanaomba wana zaidi. Kwa hiyo ndio hali fulani. Na katika michezo, hatua ya 64 bora shirikisho ya pamba moto. Kwa ni kitu ambacho nadhani kwa sasa hivi tutakuwa tofauti licha kwamba Simba tayari ameshapoteza point. Na kuliza mchezo mmoja dhidi ya Azam. Habari za wakati huu popote ulipo mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo mpaka tamati wa taarifa hii ya habari. Na tukianzia katika mkoa wa Iringa ambapo takribani vijana 100 kutoka mikoa mbalimbali wamewasili mkoani hapo wakifuata tangazo la ajira lililosambaa katika mitandao ya kijamii likidai kutoka kampuni ya Dangote Cement, ambapo tangazo hilo lilieleza kuwa usaili ungefanyika Iringa. Hata hivyo walipofika wamekuta hakuna usaili wala hoteli waliotajiwa kuweza kufika, hali iliyofanya kubaini kuwa wametapeliwa. Wakizungumza na Matukio Daima Media, baadhi ya vijana hao wamesema wamelipa kiasi cha shilingi 36,000 za Kitanzania kama ada ya usahili kabla ya kupewa maelezo ya kufika Iringa. Tunaondoka, tumetoa hela ya usafiri 32,000, tulilipia ada ya kampuni 36,000. Tukaondoka Singida leo asubuhi, tumefika Iringa saa 12 jioni. Tumelipa 36, tumelipa na 31 ya usafiri. Kwa hiyo tumefika hapa Iringa, hatuna nauli ya kurudi. Tumekuta waliotutumia ni hewa, hamna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo sisi hapa hivi tuna ombi moja, tusaidiwe namna yote ile tuweze kufika Singida kurudi, maana hatuna hela ya chakula, hatuna hela ya malazi. Iringa hapa karibu na jengo la posta ili kutafuta hoteli ya Mwakibete. Ndio tulivyoulizia tukaambiwa ile hoteli haipo, na kuna watu wamekuja kama wengi kidogo, ile hoteli wameikosa. Sasa mpaka sasa hivi sisi tumefika hapa, tumetokea mkoani Singida, tuelewe tufanyaje kwa sababu nauli hatuna. Kutokana na tukio hilo, Matukio Daima Media imezungumza na ofisi ya mbunge wa Iringa mjini kupitia katibu wa mbunge wa jimbo hilo Yahaya Mpelembwa, ambapo ameeleza kuwasaidia vijana hao kuweza kurudi makwao. Mheshimiwa mbunge huyo anakuambia kwamba mtasafiri. Yeah. Neno moja kwa Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge, nasema Mungu akubariki sana. Aya, asante bwana, kila la heri. Asante sana. Karibu tena Iringa bwana. Asante sana. Mbunge ametoa hiyo nauli kwa ajili ya nyinyi kufika huko Singida. Sawa jamani? Na tutawasindikiza mpaka kwenye maeneo ya gari zinazopatikana zinazokwenda Singida ili msije mkaingia, kwa sababu ni wageni, msije mkaingia tena kwenye changamoto nyingine pia kutapeliwa tena kwa mara nyingine tena. Sisi tumeelewana jamani? Kwa hiyo katibu hapa. Wakazi wa mtaa wa Semtema kata ya Kiesa mkoani Iringa wameeleza changamoto zinazotokana na ugawaji wa mirathi ndani ya familia, wakisema hali hiyo imekuwa chanzo cha migogoro na kuvunjika kwa undugu. Wakizungumza na Matukio Daima Media, wakazi hao wamesema kwa muda mrefu kumekuwa na matatizo katika jamii ambapo masuala ya ardhi yamekuwa chanzo kikuu cha chuki, migogoro na hata matukio ya kuua ndugu. Mali madhara mojawapo kama aliyekufa hakuga mambo vizuri, athari zingine unakuta mambo ya ugomvi, yanatokea magomvi. Yaani ile mali wananyang'anyana, aliye na nguvu zaidi anachukua, hao ambao wengine ambao unakuta kwamba hawana nguvu zaidi. Kwa hiyo inakuwa hali fulani ya sema. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo jamii zinakumbana nazo katika suala la ugawaji wa ulisi wa ardhi. Mali madhara mojawapo kama aliyekufa hakuga mambo vizuri, athari zingine unakuta mambo ya ugomvi, yanatokea magomvi.
yaani ile mali wananyang'anyana, aliye na nguvu zaidi anachukua. Hao ambao wengine ambao unakuta kwamba hawana nguvu zaidi. Kwa hiyo inakuwa hali fulani ya sema. Pamoja, migogoro katika familia. Namba 2, kujinyonga, watu kuuana. Namba 3, kutoelewana. Mfano, migogoro katika familia. Mfano, unaweza kukaa kulikuwa na babu au baba. Alikufa akaacha urithi wake au tuseme nyumba au mashamba. Hakuandika wosia kwamba huu urithi atachukua nani. Huenda atachukua mtoto au mama, hakuandika. Kwa hiyo bila akifa inakuja inaleta mikanganyiko mbalimbali. Mara watoto kumchukia mama au watoto kwa watoto kuchukiana. Aidha, upande wake mwanafunzi wa sheria Kuboja Burwale ameeleza njia za kisheria ambazo zitasaidia katika ugawaji wa ardhi katika familia. Wanufaika wale kwa maana ya benefit of benefit wa ile ardhi wanapaswa kugawana kwa mujibu wa sheria. Hii inaleta changamoto kama mzazi amekufa na hajaacha urithi. Lakini kama mzazi akifa ameacha urithi wake ule ndio unatumika katika mgawanyo wa nini? Wa ile mali. Na kama lengo la mahakama zetu au lengo la mabaraza haya ya ardhi yana lengo kubwa la kuondoa migogoro. Kama mtu hajaridhika na ule urithi ambao amegawiwa, kama hajaridhika, anayo nguvu ya kisheria kwa ajili ya kwenda katika mamlaka husika, ambayo unaweza ukaenda katika baraza la ardhi au mahakamani kwenda kudai kile ambacho unaona kwamba hujafanya nini au hujatendewa. Nikiripoti kutoka Iringa, mimi ni Esther Kameta, Matukio Daima. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Adolf Mkenda ametolea ufafanuzi kuhusu maendeleo ya ujenzi wa chuo cha VETA kilichopo kata ya Makaya, wilaya Same, mkoani Kilimanjaro. Ufafanuzi huo umetolewa wakati wa ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliyefanya ukaguzi wa mradi huo, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kwanza tangu ateuliwe kushiriki katika wadhifa huo. Tamko la ujenzi wa VETA kwenye wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina VETA na hakuna mkakati wa kujenga VETA. Tuna VETA nyingine tunajenga Kigamboni kwa fedha za ndani ya VETA. Taarifa hiyo inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja katika viungo vya michezo, ambapo hatua ya 66 bora ya michuano ya shirikisho nchini Tanzania imeendelea, na mwenzetu Frank Vegula na mchambuzi Clay Utwa wamegusia namna ushindani huo ulivyo katika michuano hiyo na kwa namna gani ushindani ulivyo hadi sasa. Tupate taarifa zaidi. Huwezi kuingia ligi kuu bila kuigusa dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo nategemea kwamba kuona timu zote zitakwenda kufungua booster. Tumewaona Azam mpaka dakika ya mwisho. Bahati mbaya kutana na Wydad ambao walikuwa ni uzito mkubwa sana kwao, hasa kwa klabu ambao ni ya kwanza kimataifa. Yeah. Tukamwona Yanga naye alijitahidi, lakini sababu zake hazikwenda sawa mpaka hatua ya mwisho, lakini alijitahidi. Tumeona Simba naye pia hakuwa na msimu mzuri sana kimataifa, lakini sio mbaya sana kwamba kuna namna fulani ameondoa unyonge. Tumeona Singida naye amekaribishwa kwenye klabu bingwa, kwamba klabu bingwa itakuwa jifunze klabu bingwa inachezwa namna gani vipi. Sasa kinachobakia hapo macho na akili zote, nguvu ya makocha, viongozi, mashabiki, wamiliki wa hizo timu au wawekezaji wote, kwenye namna gani klabu inakwenda kufanya vizuri kwenye ligi kuu na mashindano ya madogo hasa FA. Unafikiri nguvu inaweza kaongezeka zaidi au msukumo wa hizo timu unaweza ukaongezeka zaidi, tofauti na kama zingebaki kushiriki pia michezo ya kimataifa, kwamba labda kule zingeendelea kuwepo kwenye robo finali, nusu finali hadi kwa finali? Yale malengo vichwani, viongozi, mashabiki, wachezaji, msukumo ambao unakuwa hivi sasa kata umetolewa, na bado kama wangebaki katika michezo ya kimataifa, tofauti inaweza kwa kama endapo klabu zingebaki kimataifa. Maana tunafahamu kuna baadhi ya klabu ambazo zinataka ziendelee kuweka rekodi, na zingine zinataka zilipe rekodi ya mpinzani ambao ameweka. Kwa maana yake kama zingebaki kwenye mechi za kimataifa,
nguvu kubwa ilikuwa kwenye mechi za kimataifa, yes, nyumbani. Sababu kuna mmoja anataka aendeze rekodi kwamba mimi nashika namba bora Afrika, mwingine na mimi na kutafuta alipo nyuma hapo. Na sio ligi kuu tu, hadi CRDB inaweza nguvu mtu singeweza kubwa. Kwamba akifocus kimataifa. Kwamba akifocus kimataifa kwamba huko mimi nikipambana huko labda nitakuwa labda wa 4 wa kwanza wa pili wangapi. Wewe utakuwa hauna cha kuniambia kwa sababu unajua sasa hivi story wakikaa vijiweni ya saa watani. Unasikia? Umeweza nafasi ya mwisho anakuambia angalia msimamo mimi wangapi na wewe wangapi. Kwa kama ungebaki kimataifa maana yake lazima mmoja angepambana kuvunja rekodi ya mwenzake, huku mmoja pia angeendelea kupambana kuendeleza rekodi. Lakini baada ya kutolewa kwao sasa, maana nguvu itarudi kwenye ligi kuu na federation, lakini nguvu kubwa sana itakuwa kwenye ligi kuu. Kwenye ligi kuu pia kuna mmoja anataka endeleze rekodi ya kuchukua mfululizo, kuna mwingine anataka avunje uteja kwamba umeshajifunga mara 6, umechukua ligi mara 4 mfululizo, sasa hivi basi inatosha. Kwa maana yake kitu kutokea hapo sasa kwamba mwenye bora kikosi mchezaji wake atakao kuwa fiti ndio ambaye anaweza kumaliza mpaka mzunguko wa mwisho akiwa yuko safe. Lakini naona sasa hivi nguvu kubwa sana itatumika sana kwenye ligi kuu kuliko federation. Kwamba Yanga ametawala sana soka la nchi, amechukua makombe mfululizo ya CRDB 4, lakini makombe mfululizo ya ligi kuu kachukua pia mfululizo mara 4. Unafikiri kiu ya Simba inaweza kuwa kubwa zaidi kwa maana msukumo wa kuiendea hii michuano ya ndani, na hivyo wakati huu tayari ashaondoshwa katika michuano ya kimataifa ambayo ndio ilikuwa na historia ya kufanya vizuri kuliko timu zingine hapa nchini? Kwa bahati mbaya sana kwa msimu huu 4 Simba hakuwa bora kimataifa, hakuwa bora nyumbani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamuumiza hasa kiangalia kwamba mpinzani anamnyosha nyumbani, anamnyosha pia hivyo hivyo kimataifa japo sio kwa ukubwa sana. Lakini ni kitu ni kigumu sana kwa mashabiki wa Simba kukubali kwamba tunakosa mapinduzi, tunakosa FA, tunakosa ligi kuu kwa msimu 4 mfululizo, zidi tukaendelea kuwa mateja kila mwaka. Kwa ni kitu ambacho nadhani kwa sasa hivi kitakuwa tofauti licha kwamba Simba tayari ameshapoteza pointi. Alipoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam, lakini naona ligi bado. Ligi bado na nadhani anakuja kufanya comeback, inaangalia usajili aliyofanya. Timu inacheza vizuri, hata game ya mwisho unaona anacheza na Stade Malien, anaonyesha kwamba ana kitu. Kitakachobakia ni namna atakavyochanga karata zake. Na mchezo ambao utatoa taswira, mchezo tarehe 1. Dabi. Utaonyesha taswira kwamba nani yuko wapi, nani amefanya nini, nani amesajili. Hapo tutasikia na usije kushangaa kwamba kuna baadhi ya viongozi wa wachezaji hapo ndio kama mwisho wa kazi zao. Naam, asante sana Frank Vegula kwa taarifa hiyo ya michezo. Na taarifa hiyo ya michezo, mtazamaji, ndio ambayo inatutamatishia taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha, tupate tena muktasari wa Karibu katika matukio habari leo, na huu ni muhtasari wake. Vijana 100 wadaiwa kutapeliwa kwa tangazo la kazi Iringa. Moja ya usafiri. Kwa hiyo tumefika hapa Iringa, hatuna nauli ya kurudi. Tumekuta waliotutumia ni hewa, hamna chochote kilichofanyika. Wakazi wa Kiesa Iringa walalamika migogoro ya mirathi. Hao ambao wengine ambao wanaomba wana nguvu zaidi. Kwa hiyo ndio hali fulani. Na katika michezo, hatua ya 64 bora shirikisho ya pamba moto. Kwa ni kitu ambacho nadhani kwa sasa hivi itakuwa tofauti licha kwamba Simba tayari ameshapoteza point. Alipoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam. Mtazamaji, kwa nukta hiyo, huu ndio mwisho wa Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Mimi nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mpaka muda huu ambao tumefika tamati. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manunga. Nikusii tu kwamba kama bado hujasubscribe channel yetu ya Matukio Daima MDTV habari, basi fanya kuweza kusubscribe channel hiyo, lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii tunapatikana kwa jina la Matukio Daima habari kwenye Instagram, Facebook pamoja na X. Tunapatikana huko pia. Tutafute uweze kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali. Asante. Fundi Mduba, haya matofali umenunua wapi? Mbona ni laini kama biskuti? Mkeo huyo alisema nijenge kwa tofali za block, ila hakusema ninunue wapi. Aise, fundi hizi sio tofali imara. Twende nikupeleke Kadege block Kiesa pale. Twende wote, maana hata mimi huwa nasikia
na wengi wanasifia tofali zao. Ni kiwango mume wangu. Kadege Block ni watengenezaji wazuri wa tofali za block aina zote, kuanzia tofali inchi 4, inchi 5 na inchi 6. Pia ni wataalamu wazuri wa kutengeneza paving, cobblestone, luvasi na masterface za kisasa, bila kusahau huduma ya kusogezewa mchanga, kokoto na mawe. Sisi ndio kazi zetu kwa uaminifu mkubwa. Tupo Kihesa Mwachanga na Kigonzile geti jeusi darajani, na kwa Kilosa tunatazamana na kwa Kilosa sekondari. Tupigie simu namba 0756635380 au 0711920289. Asante sana mume wangu, kweli umeonyesha upendo mkubwa kwangu na familia. Ndio maana hakuna mama mwenye gari, mama bora ni mama mwenye nyumba. Familia bora ni nyumba imara, na nyumba jenga na Kadege Block Kiesa. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.